Kuna mahali wana wa Israeli walikuwa wanapita kwenye magumu fulani, walikuwa wanapita kwenye maisha fulani ya mateso fulani, wakiwa katika ile nchi ya Misri, wakiwa utumwani Misri. Walikuwa wakitumikishwa, wakifanyishwa kazi ngumu, na kazi zile hawakuweza kupata muda wa kupumzika. Lakini ilifika mahali Mungu ambaye ndiye muumba wao, aliyewaumba kwa sura na mfano wao, ilifika mahali Mungu akasema, nimesikia kilio cha watu wangu walioko kule utumwani, walioko kule Misri, wakitaabika, wakitumikishwa, wakifanya kazi ngumu. Lakini haitoshi, akasema nimeyaona mateso ya watu wangu. Maana yake ni nini basi? Siku hii ya leo tunapojifunza kwa habari ya kichwa cha somo kinachosema muite Bwana katika shida zako. Unapomwita Mungu katika ile shida unayoipitia, Mungu huwa anasikia kuita kwako. Unapomwita Mungu katika ile tabu unayoipitia, katika ule ugonjwa unaopitia, Mungu ana uwezo wa kusikia. Hapa tunaona alisikia kilio cha watu wake walioko kule Misri, lakini haitoshi, aliyaona na yale mateso wanayoyapitia kwa wakati ule, kwa majira yale. Akasema, basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria tena, na nimeyaona hayo mateso ambayo wa Misri wanawatesa. Maana yake ni nini? Kumbe unapopita kwenye tatizo fulani, wako wasababishaji wa hilo tatizo. Unapopita kwenye magumu fulani, inawezekana kabisa wakawepo wasababishaji wa hayo magumu. Unapopita kwenye shida fulani, inawezekana kukawa na chanzo cha kundi fulani, cha watu fulani kusababisha wewe kupita kwenye shida fulani. Ndio maana Mungu akasema tena, nimeyaona hayo mateso ambayo wa Misri wanawatesa. Kumbe wasinge kuwepo wa Misri kuwatesa hawa wana wa Israeli, wasingekuwa na kilio. Hawa wana wa Israeli wasingemlilia Bwana, na Bwana asingesikia kilio chao, na Bwana asingeyaona mateso yao. Lakini kumbe wako ambao wanaweza wakawa chanzo cha shida ulio nayo. Wako ambao wanaweza wakawa chanzo cha tatizo ulilo kuwa nalo. Sasa unapokuwa katika hali hiyo, unatakiwa kumuita ni Bwana ambaye ndiye Mungu wako, aliyekufanya, aliyekuumba kwa sura na mfano wake. Mungu ana kawaida ya kusikia endapo utamuita. Narudia tena, Mungu ana desturi ama ana kawaida ya kusikia. Unapomuita atasikia, ataisikia ile sauti kwamba mwanangu yuko Jetirumo, yuko mahala fulani, nimeisikia sauti yake. Amelala kitandani, nimeisikia sauti yake. Yuko shimoni, nimeisikia sauti yake. Yuko gerezani, nimeisikia sauti yake. Haijalishi wakati wa shida uliokuwa nayo, bila kujali shida hiyo imekufanya uwe mbali kiasi gani ama uwe sehemu gani, Mungu anasikia.
uwe shimoni anasikia, uwe mahala popote pale, uwe kwenye pango anasikia, ili mradi tu ukimuita yeye katika shida uliyokuwa nayo atasikia, na katika lile teso ulilokuwa nalo atayaona yale mateso. Sasa tupige hatua moja pamoja nami, kile kitabu cha Zaburi 34. Zaburi 34, tuwaone watu kadha wa kadha kwenye Biblia ambao waliweza kumuita Bwana, naye Bwana akasikia kuita kwao, na Bwana akawatoa mahala walipo. Ukiwa mahala fulani, kwenye tatizo fulani, kwenye shida fulani, ukimuita Mungu, anaposikia anakutoa kwenye ile hali uliyokuwa nayo, anakutoa kwenye ile tabu uliyokuwa nayo, kwenye ile shida ama tatizo ulilokuwa nalo. Nitasoma kitabu hiki cha Zaburi 34 mstari huu wa 17. Walilia naye Bwana akasikia. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Hili ni neno la Mungu kutoka kitabu hiki cha Zaburi 34:17. Neno hili linasema, walilia, wako waliomlilia Bwana. Paka wanamlilia Bwana, kuna chanzo ama kuna tatizo ama kuna shida ama kuna kitu fulani kimekuwa ni teso kwao, kimekuwa ni maumivu kwao, kikawapelekea kulia. Hawa walilia, lakini Biblia inasema walipolia, Bwana ambaye ndiye Mungu alisikia kulia kwao. Kwa nini nasema alisikia kulia kwao? Biblia inasema akawaponya na taabu zao zote. Kumbe baada ya kulia na Mungu kusikia kile kilio, hatua iliyofuata ya Mungu ni kuwaponya, ni kuwatoa kwenye ile tabu, ni kuwaponya, ni kuwatoa kwenye ile shida. Biblia inasema akawaponya na taabu zao zote. Kumbe taabu ni chanzo cha kumfanya mtu awe kwenye huzuni fulani. Taabu ni chanzo cha kumfanya mtu awe kwenye kilio fulani. Kumbe hawa waliokuwa wakilia walikuwa wako kwenye taabu fulani, waliokuwa wakilia walikuwa wako kwenye huzuni fulani, lakini kupitia kilio chao ndipo Bwana akasikia. Maana yake ni nini? Imeandikwa kwenye Biblia, kila sauti ina maana yake, hakuna sauti isiyo na maana yake. Alipoisikia sauti ya kilio hiki, alijua ni kilio cha taabu. Watoto wangu wanataka watoke kwenye taabu hii, wanataka watoke kwenye teso hili, wanataka watoke kwenye ugonjwa huu. Unapokuwa uko kwenye magumu fulani, unapokuwa uko kwenye shida fulani, si wakati wa kulia na kumtazama mwanadamu, wa kulia na kumtazama mjomba. Ni wakati wa kulia na kumtazama muumba wako. Yuko aliyekuumba, ndio maana ukawepo hapa sasa hivi. Yuko aliyekuumba ambaye yeye ndiye chanzo cha wewe kuwepo ndani ya taifa hili ama taifa jingine. Maana yake ni nini? Yuko aliyesababisha wewe uwepo kwa majira hayo, kwa wakati huo. Sasa huyo msababishaji wa wewe kuumbika, wa wewe kuwepo, huyo sasa ndio unayetakiwa umlingane yeye, umlilie yeye. Atakaposikia kilio chako, akiisikia ile sauti, anajua sauti hii ni ya nini. Inawezekana mwanangu yuko katika hali ya udhaifu, inawezekana mwanangu yuko katika hali ya ugonjwa, analia kutokana na ugonjwa aliokuwa nao. Yamkini ugonjwa huu umemtaabisha takribani miaka 5, 6, 8. Sasa ametambua mimi nipo. Wakati anawatazama wanadamu kuomba msaada wa kifedha, wakati
wakati anawatazama wanadamu kumpeleka kwenye madhabahu za kishetani, za manabii wa habari, za makuhani wa kichawi, za waganga wa kienyeji, hakuweza kupata msaada. Sasa ametambua nipo muumba wake, amenigeukia mimi. Naisikia sauti hii inahitaji msaada kutoka kwangu na sio kwa mganga. Inahitaji msaada kutoka kwangu na sio kwa mjomba. Sauti hii inahitaji msaada kutoka kwangu na sio kwa shangazi. Bwana anaposikia ile haja ya moyo wako kupitia kile kilio, ukiwa unamhitaji yeye, atakutoa kwenye shida ulionayo, atakutoa kwenye tabu ulionayo, atakutoa kwenye teso ulilo nalo. Hawa walilia, naye Bwana akasikia, kisha akawaponya na taabu zao zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 2, twende kwa pamoja. Kuna mahala na kupeleka na utaona mkono wa ushindi katikati yetu siku hii ya leo. Kutoka 2 ule mstari wa 24. Kutoka 2:24 mpaka 25 imeandikwa. Kutoka 2:24 mpaka 25 imeandikwa, nitasoma. Mungu akasikia kuugua kwao, Mungu akakumbuka agano lake. Mungu akasikia kuugua kwao, Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Niseme kitu kimoja. Unapokuwa unamtegemea Mungu ukiwa kwenye magumu fulani, unapokuwa unamtegemea Mungu ukiwa kwenye mapito fulani, unapokuwa unamtegemea Mungu ukiwa kwenye maisha fulani, Mungu huwa ana kawaida ya kusikia, kwa kuwa tegemeo lako liko kwake. Mungu huwa ana kawaida ya kukumbuka. Aliweka agano na wewe. Ni agano gani? Biblia inasema kwa habari ya wana wa Israeli, akakumbuka kwamba alishawahi kufanya agano pamoja naye. Aliliweka agano lake. Agano hili alilifanya kati ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Baada ya Mungu kukumbuka, kuna agano nimeliweka kati yangu mimi na watu wangu. Kwa agano hili hawataki kupita hapa wanapopita sasa. Kwa agano hili hawataki kuishi maisha haya wanayoyaishi sasa. Kwa agano hili hawataki kuwa katika hali hii walionayo sasa. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Kumbe Mungu licha ya kusikia, Mungu naye huwa anaona. Maana yake ni nini? Unaweza ukawa upo kwenye shida. Naongea kitu kimoja. Unaweza ukawa upo kwenye shida fulani, upo kwenye tabu fulani, na unapita kwenye maisha fulani ya ugumu fulani, maisha ya magonjwa fulani, maisha ya ziki fulani, maisha ya uhitaji fulani. Lakini unapokuwa unapita kwenye hali fulani ya maisha hayo, hujamtazama Mungu. Unapokuwa unapita kwenye maisha fulani ya aina fulani, hujamwelekea Bwana, wala kilio chako hakimwelekei yeye. Mungu anaona. Atakapotambua kwamba haya maisha unayoyapita, jicho lako liko kwake, kilio chako unamlilia yeye, Mungu ataona kabisa kwamba mwanangu anapita kwenye ugonjwa huu, lakini ananililia mimi, hamlilii fulani. Mungu anapoona, anachukua hatua ya kutenda juu ya ile afya ulionayo, kwamba anaumwa nini? Ana kansa? Anaumwa nini? Ana kisukari? Anaumwa nini? Ana pressure ya kupanda ama ya kushuka? Anaumwa nini? Ana ulemavu wowote kwenye viungo vya mwili wake? Ana tatizo gani? Unapokuwa unapita kwenye maisha fulani, unapokuwa unapita kwenye hali fulani, kwenye ugumu fulani, kwenye teso fulani, kwenye mahangaiko fulani,
Ukimlilia Bwana, Bwana anaona, jicho lake linaona bila kujali wewe uko wapi. Alikuwepo Yona ndani ya tumbo la samaki. Alipoyaona yale maisha sio aliyopaswa kuyaishi, akakumbuka yuko aliyeniumba, akakumbuka yuko aliyenituma, akamlingana Bwana, akamlilia Bwana. Ndipo Mungu akasema na yule samaki. Sasa kama Mungu anaweza kusema na samaki, samaki akasikia, akamtapika aliyemweka tumboni mwake pwani. Aliyetapikwa sasa akaendelea na safari ya maisha yake ya utume, akaendelea na safari ya maisha yake ya lile kusudi ambalo Bwana aliliweka ndani yake. Maana yake ni nini? Unapokuwa mahala fulani, usifikiri Bwana hawezi kuona. Jicho lake linaona, liliona paka ndani ya bahari, na kwenye tumbo la samaki yuko Yona, anamuita, anahitaji msaada wake. Unapoona umekwama, unapoona umefikia mwisho wa kufikiri na kuwaza kwako, mwisho wa kuyatenda, hebu mgeukie Mungu, mpe na yeye nafasi katika hali unayoipitia. Hebu mgeukie Mungu, mpe nafasi kwa huo ugonjwa unaopitia. Hebu mgeukie Mungu, mpe nafasi kwa hiyo shida unayoipitia. Mpe na yeye nafasi, uone na yeye kwa kiwango gani atafanyika msaada kwako, kwa nafasi gani atafanyika ushindi kwako, kwa nafasi gani atafanyika ukombozi kwako. Hebu jaribu na yeye kumpa nafasi juu ya shida ulionayo, nafasi juu ya tabu ulionayo, nafasi juu ya ugonjwa ulionayo, nafasi juu ya teso ulionayo, nafasi juu ya aibu ulionayo. Mpe na yeye Mungu, uone namna atakavyotenda kwenye maisha yako. Mungu huwa anasikia kwa kuwa anayo masikio. Mungu huwa anaona kwa kuwa anayo macho. Mungu hajawahi kushindwa. Ni sisi tu hatujaamua kumgeukia yeye kutokana na yale magumu tunayoyaishi, kutokana na yale magumu tunayoyapitia. Saa imefika ya kumuita Bwana katika shida zetu. Saa imefika ya kumuita Bwana katika matatizo yetu. Saa imefika ya kumtazama Bwana na kumpa nafasi, tuone namna anavyoweza kutenda kwenye safari ya maisha yetu. Alikuwepo Yona, akaendelea na safari yake. Alionekana tokea ndani ya kilindi cha bahari. Wewe hata kama upo shimoni, wewe hata kama upo gerezani, ukiwa gerezani ukimuita Bwana anasikia. Ukiwa shimoni ukimuita Bwana anasikia. Ukiwa pangoni ukimuita Bwana anasikia. Ukiwa milimani ukimuita Bwana anasikia. Ukiwa maporini ukimuita Bwana anasikia. Ukiwa safarini ukimuita Bwana anasikia. Utakapomuita ataisikia ile sauti. Hii sauti inataka nini? Hii sauti inataka nitende nini? Atakapoisikia ile sauti, atatenda sawasawa na kuita kwako. Atatenda sawasawa na sauti yako. Amen. Amen, amen. Amen. Mungu yuko namna hiyo, anasubiria umuite. Mungu yuko namna hiyo, anasubiria umuite. Samueli wa pili 22:7. Samueli wa pili, kitabu kile cha Samueli wa pili sura ya 22 mstari ule wa 7, imeandikwa, katika shida yangu nalimuita Bwana, naam, nikamlalamikia Mungu wangu, naye akasikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake. Alikuwepo mtu mmoja anasema katika shida yake alimuita Bwana. Hakumuita mtu mwingine, hakumuita ndugu, hakumuita rafiki. Anasema katika shida yangu, baada ya kuwa na hii shida, nikatambua yuko Bwana aliyeniumba, nikamuita Bwana. Naam, nikamlalamikia Mungu wangu. Wewe katika shida yako unamuita nani? Unamlalamikia nani? Lakini huyu Bwana alimuita Bwana na kumlalamikia Mungu wake, naye akasikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake. Je, wewe kilio chako kinaingia masikioni mwa nani? Masikioni mwa jirani? Masikioni mwa mwajiri?
masikioni mwa rafiki, lakini huyu bwana kilio chake kiliingia masikioni mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tuna kitu cha kujifunza kupitia andiko hili. Huyu alipokuwa na shida, sijui ni shida gani, aliyemuita ni Mungu. Hakukusanya ukoo, alimuita Mungu. Unaweza ukawa uko kwenye ndoa na kukaa kuna shida ndani ya ndoa. We cha kwanza unaanza kuwatafuta washenga, ama unaanza kuwatafuta viongozi wa imani, ama unaanza kuwatafuta wazazi wako. Lakini kumbe wa kwanza anayepaswa kutafutwa ni Mungu, kwa kuwa yeye ndiye alikuwa chanzo cha kusababisha agano la hiyo ndoa. Katika shida yangu nalimuita Bwana. Jitathmini wewe, katika shida zako uwe unamuita nani? Lakini anasema nikamlalamikia Mungu wangu. Malalamiko yako wewe unayalalamikia wapi? Sokoni? Unayalalamikia wapi? Kazini? Unayalalamikia wapi? Kanisani? Yaani matatizo yako unayalalamikia wapi? Lakini shida yake akamuita Bwana, kisha akamlalamikia Bwana Mungu wake. Baada ya kumuita Bwana, baada ya kumlalamikia Bwana, Biblia inasema akasikia sauti yake hekaluni mwake. Kumbe Mungu anao uwezo wa kusikia ukimuita, anao uwezo wa kusikia ukilalamika. Baada ya kumuita na kulalamika, naye Bwana akaisikia sauti yake hekaluni mwake. Haitoshi, na kile kilio cha malalamiko yake kikaingia masikioni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Zaburi 118 mstari ule wa 5 mpaka wa 9. Zaburi 118 5 mpaka 9 imeandikwa: katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Mungu akamjibu kupitia ile shida aliyomuita, akamjibu. Baada ya kumjibu, akamweka panapo nafasi. Bwana yuko upande wangu, Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Ukimwita Bwana katika shida zako. 8, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. 8, ni heri, hatua yako ya kwanza, kumkimbilia Bwana ambaye ndiye Mungu wako, kuliko kuwakimbilia wanadamu, kuliko kuwatumainia wanadamu. 9, ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu huwa anajibu ukimtumaini, ukimtegemea yeye, ukimhitaji yeye awe Bwana binafsi na Mwokozi juu ya maisha yako. Mungu huwa anajibu. Mungu huwa anajibu endapo utamtumaini yeye, endapo utamtegemea yeye. Je, ni wangapi tunaopita kwenye magumu fulani, lakini hatuchukui hatua ya kwanza
kumtafuta Bwana, kumkimbilia Bwana. Ni wangapi tunapita kwenye shida fulani, atuchukui hatua ya kwanza kumkimbilia Bwana, kumlilia Bwana, kumweleza yale mahitajio yetu. Lakini hapa tumeona baadhi ya watu kadha wa kadha kwenye Biblia, wanapomuita Bwana, wanapomlalamikia Bwana, anasikia kilio chao, anasikia kuita kwao, kisha anaona yale mateso walionayo yaliyowazunguka kwa majira yale, kwa nyakati zile. Hivyo basi siku ya leo ni siku ya kipekee kati yangu mimi na kati yako wewe. Tunapokuwa katika safari zetu za maisha yetu hapa duniani, kujikwaa kupo, kuanguka kupo, lakini wanaweza wakawepo wasababishaji wa wewe kujikwaa, wanaweza wakawepo wasababishaji wa wewe kuanguka, kama ambavyo walikuwepo wa Misri waliokuwa wakiwatesa Waisraeli. Kwa maana wa Misri wasingekuwepo, Waisraeli wasingekuwepo kwenye yale mateso. Wa Misri wasingekuwepo, Waisraeli wasingepita kwenye zile kazi ngumu zilizowafanya ili wale, ili wanywe, lazima jasho liwatoke, lazima wafanye kazi ngumu, ama lazima wajitume, ndio kile wanachokihitaji waweze kukiishi ama kukipata. Lakini saa ilifika, wakati ulifika, muda ulifika, Mungu akasema, nimeyaona mateso ya watu wangu kule Misri, na nimesikia kilio cha watoto wangu, ni watu wangu. Wanalia kutokana na yale magumu wanayoyapitia, wanalia kutokana na zile kazi ngumu ambazo wanazipitia. Sasa saa imefika ya mimi kwenda kuwatoa kwenye mikono ya wale waliowashikilia, kwenye mikono ya wale wanaowatesa. Mwite Bwana ili alishikilia maisha yako ayaachilie. Mwite Bwana ili alishikilia kesho yako aiachilie. Mwite Bwana ili alishikilia huduma yako aiachilie. Mwite Bwana ili alishikilia ndoa yako aiachilie. Mwite Bwana ili alishikilia uzao wa tumbo lako au achilie. Mwite Bwana. Ukiwaita wanadamu, hawana uwezo wa kukutoa pale ulipo kwenye ile shida, kwenye lile tatizo, isipokuwa watakuwa ndio chanzo cha kuisambaza ile shida yako mtaani. Watakuwa ndio chanzo cha kuieneza ile aibu yako mtaani. Lakini ukimwita Mungu, hafanyiki chanzo cha kuieneza ile aibu mtaani, bali anafanyika ufumbuzi wa kukutoa kwenye ile aibu na kukupeleka kwenye kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kile kitabu cha Kutoka sura ya 13, nikiwa naelekea mwishoni, Kutoka 13:21, 22, imeandikwa, Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele yao, mbele ya hao watu. Neno hili la Mungu, majira yale aliposikia kilio cha wale
wana wa Israeli kule Misri, majira yale alipoyaona mateso ya watu wake kule Misri, alipochukua hatua ya kuwatoa kwenye vile vilio, alipochukua hatua ya kuwatoa kwenye yale mateso, Mungu anapokutoa sasa pale ulipomlilia, Mungu anapokutoa sasa pale ulipomwita, anapokutoa hakuachi ukaanza kuhangaika kutafuta njia, hakuachi ukaanza kuhangaika kutafuta pa kwenda. Anapokutoa yeye sasa anakuwa pamoja na wewe. Tunaona kwenye andiko hili, ndani ya wingu mfano wa nguzo mchana, anakutangulia ndani ya wingu mfano wa nguzo mchana, ndani ya moto mfano wa nguzo usiku, ili iwepo nini? Iwepo nuru, uweze kusafiri mchana, uweze kusafiri usiku kuelekea kule anakokupeleka. Hawa wana wa Israeli hawakutakiwa kuwepo pale utumwani. Kuna mahala wanatakiwa kwenda kwenye nchi yao ya ahadi. Sasa Mungu anapowatoa kwenye mikono ya mtesi wao, kwenye mikono ya adui wao, kwenye mikono ya yule mtaabishaji wao, Bwana anakuwa pamoja nao. Hawaachi tu hivi hivi, anawatangulia mfano ndani ya wingu mfano wa nguzo mchana, ndani ya moto mfano wa nguzo usiku, akihakikisha nuru inakuwa pamoja nao, ili hawa ambao nimewatoa kwenye mateso na wapeleka kwenye furaha, na wapeleka kwenye amani, na wapeleka kwenye utele wao, na wapeleka kwenye ahadi yao. Hapa katikati wapo wanyang'anyi. Ninapowatoa pointi moja kwenda pointi nyingine, nitakapowaacha waliowashikilia lazima wawafuatilie. Naomba unielewe, waliowashikilia lazima wawafuatilie. Sasa Mungu anapokutoa kwenye kifungo cha mateso fulani, kwenye kifungo cha shida fulani, kwenye kifungo cha huzuni fulani, lazima akufikishe kwenye ile ahadi yako. Atakapokuacha hapa njiani, aliyekushikilia awali atakufuatilia tu. Lengo lake usifike pale ulipokusudiwa kufika. Lengo lake usiketi pale ulipokusudiwa kuketi. Lengo lake usimiliki pale ulipotakiwa kumiliki. Lengo lake usitawale pale ulipokusudiwa kufanyaje? Kutawala. Lakini Mungu anapochukua hatua ya kukutoa, anaenda pamoja na wewe. Saa imefika, kila mmoja anapomuita Bwana katika shida yake, naye Bwana anaposikia, naye Bwana anapotazama, akichukua hatua ya kututoa pale tulipo, atakuwa pamoja nasi. Atatutangulia ndani ya wingu mfano wa nguzo mchana, ndani ya moto mfano wa nguzo usiku. Atakuwa nuru, akihakikisha kabisa tunasafiri bila kizuizi chochote, tunasafiri bila kizingiti chochote, tunasafiri bila kikwazo chochote. Amen, amen. Amen. Inawezekana. Inawezekana. Naongea na mtu hapa, naongea na mtu, ni zaidi ya mmoja. Inawezekana, na kuona kabisa inawezekana katika safari ya biashara yako, katika safari ya biashara yako, kila unapojaribu kupiga hatua, kila unapojaribu kupiga hatua, hatua zile hazifiki mwisho. Narudia tena, hatua ile haijawahi kufika mwisho, haijafika kileleni. Ni sawa na mtu anayepanda mlima Kilimanjaro, anaanzia huku chini, atakwenda, kuna eneo linaitwa Skulwati, atafika pale, kuna mahali afike kileleni, kuna eneo linaitwa Grimas Point, kisha atatakiwa kufika Uhuru Peak. Sasa unaweza ukaanza safari ya kupanda huu mlima, lakini kila unapoanza kuupanda haujawahi kufika mwisho. Unaishia tu katikati, unaishia tu chini, mwanzo wa safari yako. Maana yake ni nini? Yuko mtu hapa ambaye hujawahi kufanya biashara ukayaona matokeo ya ile biashara.
ukayaona matunda ya ile biashara. Kwa maneno mengine, ukaiona faida ya ile biashara. Hujawahi. Maana yake ni nini? Wako ambao wamekaa kuizuia ile hatima, wako ambao wamekaa kuzuia ile baraka, wako ambao wamekaa kuzuia lile kusudi litokana na hiyo biashara. Leo utakapomlilia Bwana katika shida yako ya hiyo biashara, Bwana atakaposikia na kuyatazama mateso hayo na kuisikia kilio hicho, ndipo yeye atakapokuwa ndani ya wingu mfano wa nguzo mchana akikutangulia mbele ya hiyo biashara, ndipo yeye atakapokuwa ndani ya moto usiku mfano wa nguzo akikutangulia kwenye hiyo biashara, atakuwa nuru mbele ya safari ya hiyo biashara yako. Lakini paka iwe hivyo, lazima umuite yeye. Utakapomuita atakuwa hivyo. Wako ambao walimuita akayaona mateso yao, akasikia kilio chao, naye Bwana katika safari yao ya kuvuka ile bahari, Mungu alikuwa pamoja nao, mkono wake ulikuwa pamoja naye. Biblia inasema ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele yao, mbele ya hao watu. Ile nguzo haikuondoka mchana, ni yeye ndani ya wingu mfano wa nguzo mchana, ndani ya moto mfano wa nguzo usiku. Mahala penye giza nuru inakuwepo, yeye ni nuru. Mahala penye giza anasababisha nuru. Mahala ambapo ulikuwa uwezi kutembea, mahala ambapo ulikuwa uwezi kuvuka, mahala ambapo ulikuwa uwezi kufika, ukimwita yeye utafika. Ukimwita yeye utafika. Atakutangulia mchana, atakutangulia na usiku, ndani ya ile nguzo, ndani ya lile wingu mfano wa nguzo mchana. Atakuwa na wewe, atakuongoza. Wakati wenzako hawaioni nuru, wewe unaiona nuru. Yaani wewe unaona nuru, wenzako hawaioni nuru. Nini? Tumaini lako ni kwa Bwana, tegemeo lako ni kwa Bwana, kwa kuwa ulimuita yeye na hukumuita mwanadamu. Ulimuita yeye na hukumuita shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno letu la leo linatuasa, linatutaka kwa pamoja katika shida zetu tumuite Bwana. Unapomuita Bwana, anapokutoa katika ile shida, atahakikisha anakufikisha sehemu husika, mahala husika. Hakutoi tu akakuacha hivi hivi. Hakutoi tu akakuacha hivi hivi. Alikuwepo mtu mmoja kwenye Biblia, bila shaka aliitwa Lazaro. Alipokufa Lazaro, alikaa kaburini siku 4. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo alipomfufua Lazaro, na Lazaro alipofufuka, asiye na uhai akawa na uhai, asiyeongea akaongea. Ndipo Yesu akawaambia wanafunzi wake, mfungueni mumwache aende wapi? Aende zake, kwamba huyu asipofunguliwa kwenye hivi vifungo, atakapochukua hatua ya kwenda zake, hataziishi baraka zake. Ijapokuwa alikuwa amekufa, sasa yu hai. Ijapokuwa alikuwa aongei, sasa anaongea. Alikuwa apumui, sasa anapumua. Alikuwa atazami, sasa anatazama. Alikuwa asikii, sasa anasikia. Utakapomwacha aendelee mbele na safari ya maisha yake, mtu huyu atakuwa ndani ya vifungo. Lakini kwa kuwa ni Bwana aliyerejesha uhai ndani yake, anasema afunguliwe hivi vifungo. Biblia inasema alikuwa amefungwa sanda miguuni mwake,
alikuwa amefungwa sanda mikononi mwake na uso wake umefunikwa leso. Nini maana yake? Mtu huyu ana baraka za miguu, amerudi yu hai. Utakapomwacha aende zake hivi hivi bila kifungo cha baraka za miguu yake kuondoka, hataweza kuziishi baraka zake ingawa yu hai. Mtu huyu ana baraka za mikono yake. Utakapomwacha aende zake ingawa yu hai, hataweza kuziishi baraka zitokanazo na kazi ya mikono yake. Mtu huyu yungali hai. Utakapomwacha aende zake, hataweza kuonekana, kukutana na wale ambao Bwana amekusudia kwayo wafanyike baraka juu yake. Nini? Usoni, kwenye uso amefunikwa leso. Maana yake ni nini? Kumbe unaweza ukawa unatembea wewe unajiona uko safi na kujipodoa, umejipodoa, lakini una kifuniko cha uso. Aliyekusudiwa mwaka huu, aliandaliwa mwaka huu kukushika mkono na kukusapoti mahala fulani na kukutoa eneo fulani, hawezi kukuona, mnapishana kabisa hivi, lakini hawezi kukutambua. Lakini hicho kifuniko kinapoondolewa, aliyekusudiwa kufanyika baraka juu yako akutazamapo atakuona, atakushika mkono, atakupeleka na kukufikisha panapo nafasi. Sasa huyu alikuwa amekufa yu hai, lakini amerudi yu hai, lakini yuko ndani ya vifungo. Maana yake ni nini? Kumbe unaweza ukawa uko hai, ni mzima kabisa, lakini jamaa wakafanyika vifuniko vya uso, jamaa wakafanyika vifungo vya mikono, vya miguu. Lakini unatembea ni uliyefungwa baraka za miguu yako, lakini unashika na kutenda ni uliyefungwa baraka za mikono yako, lakini unatazama hivi ni uliyefunikwa kifuniko cha uso, hauoni. Ila Mungu anapokutoa mahala fulani na kukupeleka sehemu fulani, atahakikisha amekuweka huru, atahakikisha amekufikisha sehemu husika. Aliamua kumfufua Lazaro, alihakikisha aliye hai hayuko kwenye vifungo vya aina yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo, sio kesho, leo sio baadaye. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo, wale wanaowatesa, wale wanaowataabisha, wale wanaofanyisha kazi ngumu, wale wanaowafanya mlie, wale wanaowafanya mteseke, hao hamtawaona tena milele. 14. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Ukimwita Mungu anakupigania kutoka kwenye lile teso, na wewe unakaa kimya. 15. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote na kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Kabla sijasonga mbele, mstari wa 17 niseme neno. Huyu ni Mungu anasema maneno haya kwamba nitaifanya mioyo ya Wamisri, nitaifanya mioyo ya waadui zako, mioyo ya watesi wako, mioyo ya wataabishaji wako kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote na kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Nini maana ya neno hili?
Kuna wakati, kuna majira unaweza ukawa unapita kwenye eneo fulani na ukiwa umemuita Bwana, naye Bwana akasikia kuita kwako, naye Bwana akatazama teso lako, lakini ukasema, ina maana Mungu haoni kwamba fulani ndiye anayenitesa? Ina maana Mungu haoni na kusikia kwamba fulani ndiye anayesababisha hali nilionayo? Fulani ndiye msababishaji? Kuna majira Mungu anaufanya moyo wa adui yako kuwa mgumu ili amuangamize, ajipatie utukufu. Kuna wakati mtaabishaji wako, kuna majira mtesi wako, kuna majira adui yako. Unasema, huyu atakoma lini kunitenda hivi? Huyu ataacha lini kuniroga? Huyu ataacha lini kuichezea ndoa yangu? Ataacha lini huyu? Kumbe kuna majira Mungu anaufanya moyo wa yule aliye adui wa maisha yako kuwa mgumu ili aweze kumwangamiza, ili aweze kumfuta katika ulimwengu wa walio hai, kumfuta katika ulimwengu wa walio hai. Unashangaa mbona anaendelea kuwa king'ang'anizi, na unatambua kabisa huyu ndio chanzo cha hii shida, huyu ndio chanzo cha hii tatizo, huyu ndio chanzo wa haya yote. Mbona Bwana hamweki mbali nami? Mbona Bwana hamfanyi awe mbali nami, wakati ndiyo chanzo cha hili tatizo, ndiyo chanzo cha hii shida, ndiyo chanzo cha haya yote? Mbona Bwana amweki mbali nami? Kumbe ni majira sasa ya Bwana kufanya moyo huo kuwa mgumu kukufuatilia, kufanya moyo huo mgumu kuyatenda hayo ayatendayo. Bwana Yesu asifiwe. Si wakati wa kulalamika. Kumbe ni majira ya aliye mtesi wako kufutwa katika ulimwengu wa walio hai. 18. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao, ikasimama nyuma yao, ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli. Napo palikuwa na ile wingu na lile giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku. Ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli, napo palikuwa na lile wingu na lile giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku, na hawa hawakuwakaribia hawa usiku kucha. Musa akanyoosha mkono wake juu ya bahari, akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu, nayo maji yalikuwa ukuta kwao, mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Na wale wa Misri wakawafuatia, wakaingia ndani kati ya bahari, farasi zote za Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri, zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu. Bwana
akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ile nguzo ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Huyu ni Mungu, kumbuka, alisikia kilio chao, aliyaona mateso yao toka wako Misri, lakini alipochukua hatua ya kuwatoa wanapoelekea, hajawaacha, yuko pamoja nao, akihakikisha nitawafikisha mahala wanapotakiwa kufika. Akalichungulia jeshi la Wamisri akiwa ndani ya nguzo ya moto, akiwa ndani ya nguzo ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri. 25, akayaondoa magurudumu ya gari yao hata yakaenda kwa uzito, na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Mungu ana kawaida, ukimwita yeye, ukimtegemea yeye, hata kama adui yako atakuwa na spidi kiasi gani, hata kama adui yako atakuwa na mbio kiasi gani, ana uwezo wa kuiondoa ile spidi, kuiondoa ile mbio. Biblia inasema akayaondoa magurudumu ya magari yao. Gari, hakuna asiyefahamu gari hapo. Utakapoondoa magurudumu, matairi ya lile gari, utakapoliwasha, haliwezi kuwa na mwendo kama lilivyokuwa na yale magurudumu, haliwezi kuwa na spidi kama lilivyokuwa na yale matairi yake. Mungu alipowaona hawa jamaa, ili jeshi linakwenda kwa spidi, alipolichungulia tu hivi, Mungu akiwa pamoja na wewe, anakupeleka mahala husika, ana kawaida ya kumchungulia yule aliyekuwa anakuchelewesha, yule aliyekuwa anakutesa, yule aliyekuwa anakutaabisha. Anakufuatilia kwa spidi gani ninapokupeleka. Alipolichungulia akaona dawa ni moja ya kuwaondolea mwendo, ni kuondoa magurudumu ya vyombo vya usafiri wao. 26, Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi tena juu ya Wamisri. Baada ya kuyaondoa yale magurudumu ya vile vyombo vya usafiri wao, Mungu anamwambia Musa, saa imefika, hawa mabwana hawana mbio tena, hawana spidi tena, wako mbali pamoja nanyi, ingawa nyote mko ndani ya bahari mkiwa mnavuka. Nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Musa akaunyoosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana akawakukutia mbali hao Wamisri kati ya bahari. Yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi, hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao. Hakusalia hata mtu mmoja. Lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu katikati ya bahari, na hayo maji yalikuwa ni kuta upande wa kuume na upande wao wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huu mstari wa 29, unajua kuna wengine wanafikiri alipoambiwa nyoosha mkono yale maji yarudi, kwamba wana wa Israeli walikuwa wameshavuka, wako ng'ambo. Hapana, ili ujue kwamba Mungu akiamua kukushindia, umwitapo katika shida yako, katika tabu yako, akasikia, anakuwa upande wako.
wakati ananyoosha mkono yale maji yarudi, na wao bado wako kwenye movement, wanatembea, na wao wako bado wanavuka, lakini yale maji yamerudi. Yanawahusu adui zao, yanawahusu wataabishaji wao, yanawahusu watesi wao, wangali wao wanaendelea kuvuka. Lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu katikati ya bahari, na hayo maji yalikuwa ni kuta upande wa kuume na kuta upande wa kushoto. Ndivyo Bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mikononi mwa Wamisri. Waisraeli wakaona Wamisri ufuoni kwa bahari wamekufa. Israeli wakawaona waliokuwa wakiwafanyisha kazi ngumu ufuoni mwa bahari, waliokuwa wakiwatesa, wakiwataabisha, wamekufa ufuoni mwa bahari. Kumbe unapomwita Bwana katika shida yako, Mungu aishi tu kukutoa katika ile shida, lakini anashughulika na wale ambao wamefanyika chanzo cha hiyo shida ikapelekea wewe kulia, chanzo cha hiyo shida ikapelekea wewe kumuita yeye. Alipowaona wana wa Israeli, Mungu aliyaona mateso yao, Mungu alisikia vilio vyao, akasema sasa saa imefika ya kuwatoa. Na saa ilipofika ya kuwatoa, hakuwaacha, alikuwa pamoja nao ndani ya wingu mfano wa nguzo mchana, alikuwa pamoja nao ndani ya moto mfano wa nguzo usiku, akiwaongoza. Ikafika mahali akalichungulia lile jeshi, akaona spidi yao imekuwa kali, akapunguza ile spidi, alafu akaruhusu maangamizo juu yao, na watu wake wakaendelea mbele. Huyu ndiye Bwana. Mstari ule wa 31, Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninavyozungumza kwa habari ya kumlilia Bwana, unamlilia Bwana kwa mfumo gani? So ile unatoa machozi. Kwa kuomba. Hapa niwaweke sawa, hapa niwaweke sawa. So jifungie chumbani, unalia, unatoa machozi yako. Machozi yanasema nini? Unapomlilia Bwana kwa kuomba, kwa kuomba, kilio chako kiwe cha maombi. Nitamuita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Kwa kuomba, mlilie Bwana kwa kwenda mbele zake kwa maombi. Sawa, hicho ndicho nilichokuwa naamanisha. Mlilie Bwana kwa kwenda mbele zake kwa njia pekee ya maombi. Sawa Sawa kidonda hiki ndio kidonda, unatakaje sasa? Kansa hii unatakaje? Unatakaje? Kwa kuomba. Kwa kufanyaje? Kwa kuomba. Kwa kufanyaje? Kwa kuomba. Usiishie tu kwa kulalamika tu hivi Mungu anioni, hivi Mungu anioni. Baada ya kukuona unasemaje? Umeomba nini? Mlilie Bwana kwa njia ya maombi. Ndicho nilichokuwa naamanisha kupitia neno lake hili la siku hii ya leo.
unapomwita Bwana katika shida zako. Hata Yona akiwa katika tumbo la samaki alipomwita Bwana, aliomba, Mungu akasikia. Mungu akasikia, ndipo akaongea na aliyemshikilia. Sasa leo unapomwita Bwana kupitia kile kilio chako, umuombe ili aliyeshikilia biashara iachilie, aliyeshikilia ndoa iachilie, aliyeshikilia kazi iachilie, aliyeshikilia huduma iachilie kwa kuomba, aliyeshikilia elimu iachilie kwa kuomba, aliyeshikilia mafanikio yako ayaachilie kwa kuomba, aliyeshikilia hatima yako aiachilie kwa kuomba, aliyeshikilia baraka zako aachilie kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiishie tu kulalamika bila maombi. Usiishie tu kutoa machozi bila maombi. Kilio chako kiambatane na maombi. Huzuni yako iambatane na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Achana na ule wokovu wa kusema si ni Bwana tu anaona ndiyo. Baada ya kuona unataka afanye nini? Si ni Bwana anasikia ndiyo. Baada ya kusikia unataka afanye nini? Lakini wenzako kwenye Biblia, pamoja na kulia kwao walimlingana Bwana. Pamoja na kulia kwao walimwomba Bwana. Unapomwomba Mungu kupitia kisababishi cha kile kilio, unapomwomba Mungu kupitia teso la kile kilio, Mungu anasikia. Mungu anasikia, na ndipo Mungu ataongea, atasema na aliye na sehemu ya baraka yako kuachilia, na aliye na sehemu ya maisha yako kuachilia, na aliye na sehemu ya asili yako kuachilia. Sasa nitakuongoza kwa dakika chache. Baba Mungu, naweza ukanyosha mikono. Baba Mungu, ninakuja mbele zako. Hawa ni watoto wako, wamekuita wewe katika shida zao. Daudi akasema, nalimwita Bwana katika shida yangu, naye akaisikia sauti yangu hekaluni mwake. Baba, watoto wako wa kike, watoto wako wa kiume wamekuita siku hii ya leo. Inawezekana wako walioshikiliwa kama ambavyo wana wa Israeli walishikiliwa wakitumikishwa kazi ngumu. Inawezekana wako walioshikiliwa wanatumika bila wao kujua ama kwa kujua. Wako walioshikiliwa na adui zao na watesi wao na wataabishaji wao. Nami ninaomba kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila ngome ya mizimu, kila ngome ya mashetani, kila ngome iliyokushikilia ubaki kwenye ugonjwa ulionao, ubaki kwenye shida ulionao, ubaki kwenye tabu ulionayo,
naagiza kuanzia sasa kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ninaamuru kuanzia sasa kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo, kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Saa imefika ya mkono wa Bwana kunyosha juu ya kila mmoja. Saa imefika ya mkono wa Bwana kunyosha juu ya kila mmoja. Nami ninaamuru ulimwengu wa roho, ninaamuru ulimwengu wa roho, ngome za mizimu, mizimu ya ukoo, ngome za mizimu, mizimu ya ukoo, mizimu ya ukoo inosababisha mateso juu yako, inosababisha magonjwa juu yako, na kwenda kinyume nayo ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Na kwenda kinyume nayo ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Aliyekushikilia usipige hatua, aliyekushikilia usipige hatua, ubaki utumwani, ubaki unateseka, ubaki unaishi ndani ya huo ugonjwa. Nashindana naye kwa namna rohoni, nashindana naye kwa namna rohoni, ulimwengu wa roho. Nashindana naye kwa namna rohoni, ulimwengu wa roho. Na usambaza moto sasa, ni moto wa Bwana. Na usambaza moto sasa, ni moto wa Bwana. Na usambaza moto sasa, ni moto wa Bwana. Kwa moto huo naharibu kazi za kishetani, naharibu kazi za kuzimu, naharibu mamlaka za giza. Kuanzia sasa, mkono ulioshikiliwa kuzimu, mkono wa biashara, mkono wa fedha, mkono wa biashara, mkono wa fedha ulioshikiliwa kuzimu, naongea sasa ulimwengu wa roho. Mkono wa biashara ni mkono wa fedha ulioshikiliwa kuzimu, kuzimu ya baharini, chini ya bahari. Na nena sasa na hiyo kuzimu iachilie huo mkono. Mungu akasema na samaki akamtapika Yona pwani. Nami ninaomba ulimwengu wa roho, nami ninaomba ulimwengu wa roho, nami ninaomba ulimwengu wa roho. Wewe uliyeshikilia mkono huo kuzimu ya baharini, chini ya bahari, leo unautapika, leo unautapika, leo unautapika kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Naamuru kiungo hicho kiachiliwe, naamuru kiungo hicho kiachiliwe, naamuru kiungo hicho kiachiliwe kwa namna rohoni, ulimwengu wa roho, kwa namna rohoni, ulimwengu wa roho. Na nyota yako ije, na nyota yako ije, na nyota yako ije, na nyota yako ije, nyota ya fedha, nyota ya biashara, nyota ya mali, nyota ya utajiri, nyota ya fedha, nyota ya mali, nyota ya utajiri, iachiliwe hiyo, iachiliwe hiyo. Nyota yako ije, 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 nyota yako ije. Na yamuru jojojo, na yamuru jojojo, na yamuru jojojo, kwa damu Yesu njoo, kwa damu Yesu njoo, kwa damu Yesu njoo. Na itoa iliposhikiliwa. Umemeza mali, utazitapika. Bwana atazitoa tumboni mwako, Bwana atazitoa tumboni mwako, kwa namna ya rohoni, ulimwengu wa roho, kwa namna ya rohoni, ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naongea sasa na aliyemeza mali, naongea sasa na aliyemeza mali, utazitapika. Bwana anazitoa tumboni mwako leo, unatapika. Nyota ya mama huyu unatapika, maisha ya mama huyu unatapika kwa damu ya Yesu, unatapika kwa damu ya Yesu. Umemeza mali, unatapika sasa, unazitoa tumboni mwake, unazitoa tumboni mwake. Na iona mikono
inatapikwa, naiona miguu inatapikwa, naiona nyota inatapikwa, naiona biashara inatapikwa, naiona fedha inatapikwa, naliona tumbo la uzao linatapikwa, kwa pamoja vinatapikwa. Safari inatapikwa, safari inatapikwa, safari inatapikwa, safari inatapikwa. Naiona safari hiyo inatapikwa, hiyo inatapikwa, hiyo safari ya kibiashara, safari ya kihuduma, safari ya kibiashara, safari ya kihuduma inatapikwa, hiyo inatapikwa, hiyo. Hapana azuiaye, hapana azuiaye, hapana azuiaye. Leo unatapika, tapika hiyo safari, tapika hiyo safari. Miguu hiyo inaachiliwa, 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 miguu hiyo inaachiliwa kwa namna ya rohoni, ulimwengu wa roho, kwa namna ya rohoni, ulimwengu wa roho, kwa namna ya rohoni, ulimwengu wa roho. Miguu na mikono inaachiliwa hiyo, miguu na mikono inaachiliwa hiyo. Hii sauti huwezi kuzuia, itapenya miisho yote, itapenya miisho yote, itapenya miisho yote. Huwezi kupinga wala kuzuia sauti hii, huwezi kupinga wala kuzuia sauti hii. Achia, umemeza mali utazitapika. Achia, umemeza mali utazitapika. Achia, umemeza mali utazitapika. Achia, umemeza mali utazitapika, utazitapika. Leo na kuamuru, tapika ile baraka ya maisha yake. Wewe umeimeza kwa miaka mingi, tapika baraka hiyo, 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 tapika baraka hiyo. Umeimeza kwa miaka mingi, leo unatapika. Umeimeza kwa miaka mingi, leo unatapika. Sikuachi, sina kawaida kuishia njiani, nami na wakusanya mizimu ya ukoo wote, na wakusanya majoka ya ukoo yote yanayosimamia yamemeza mali hizo, yanayosimamia yamemeza mali hizo, na yatapisha leo, na yatapisha leo kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo unaachilia mkono unaotakiwa kushika fedha ushike, unaachilia moja, unaachilia mbili, unaachilia tatu. Hii ni amri, hii ni amri, hii ni amri, hii ni amri, hii ni amri. Naitaka mikono, naitaka mikono, naitaka mikono. Nikisema naitaka, naitaka mikono yake ije, mikono yake ije, mikono yake ije, mikono yake ije, mikono yake ije. Naikomboa hiyo, naikomboa hiyo, naikomboa hiyo, naikomboa hiyo, naikomboa hiyo, naikomboa hiyo kwa namna rohoni, ulimwengu wa roho, kwa namna rohoni, ulimwengu wa roho. Nakomboa kila kiungo cha mwili wako, nakomboa kila kiungo cha mwili wako, nakomboa kila kiungo cha mwili wako, nakomboa kila kiungo cha mwili wako. Walioshikilia hao naachilia, wanaoshikilia hao naachilia. Afya inakuja hiyo, afya inakuja hiyo, afya inakuja hiyo. Uzima unakuja, uzima unakuja, uponyaji unakuja, uzima unakuja, uponyaji unakuja kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Uzima unakuja huo, uponyaji unakuja huo, uzima unakuja huo, uponyaji unakuja huo. Pokea sasa, pokea sasa, pokea sasa, pokea sasa, pokea kwa damu ya Yesu, pokea kwa damu ya Yesu, pokea kwa damu ya Yesu, pokea kwa damu ya Yesu. Amemeza mali anatapika huyo, amemeza mali anatapika huyo, amemeza mali anatapika huyo, anatapika huyo. Anatapika, anatapika uponyaji wako, anatapika uzima wako, anatapika afya yako, anatapika uchumi wako, anatapika huduma yako, anatapika vyote hivyo, anatapika vyote hivyo. Na nena kwa sauti kuu tatu, mwisho wangu wa kunena na sauti kuu tatu. Moja, unaachilia, unatapika huyo. Mbili, unaachilia, tapika hiyo mali, tapika hiyo afya, tapika hiyo huduma, ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili, tapika hiyo ushindi, ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili. Tapika, 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 tapika. Hii ni amri, hii ni amri, hii ni amri. Uzima wake unaachilia, uhai wake unaachilia, uzima wake unaachilia, uhai wake unaachilia kwa namna rohoni, unaachilia. Rudi nyuma, umtoke huyu, usitende uharibifu ndani yake. Rudi nyuma, umtoke huyu, usiishi ndani yake. Rudi nyuma, umtoke huyu, usiishi ndani yake kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Makao yako ni kuzimu chini moja, ni kuzimu chini mbili, ni kuzimu chini tatu. Unakwenda, unakwenda, unaachilia ukombozi, unakwenda, unaachilia uzima, unakwenda, unaachilia baraka, unakwenda. Asema Bwana, asema Bwana, hii ni amri, 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 hii ni amri. Aibishaniwi, 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 aibishaniwi. Achia kesho yake, achia mafanikio yake, achia kesho yake, achia mafanikio yake, achia kesho yake, achia mafanikio yake, achia kesho yake, achia mafanikio yake. Nyota
iliyoshikiliwa kwenye ile madhabahu ya nabii wa bahari, hiyo inaachiliwa. Nyota ya huduma iliyoshikiliwa kwenye ile madhabahu, inaachilia, na iamuru iachilie. Naongea sasa na kuhani wa ile madhabahu anayetumia nyota yako, na kuhani wa ile madhabahu anayetumia nyota yako, na kuhani wa ile madhabahu anayetumia nyota yako, huyo namlipua huyo kwa moto wa Bwana, namlipua kwa moto wa Bwana, namlipua. Anaachilia huyo kwa moto wa damu ya Yesu, kwa moto wa damu ya Yesu, kwa moto wa damu ya Yesu. Achia. Unasubiri nini? Ng'oka ndani yake. Rudi nyuma umtoke. Kila kifungo cha balaa, kifungo cha mikosi, kifungo cha nuksi, hicho kitoke. Na kuona umekaa kwenye moyo, wewe unemwelekeza kinyume na mapenzi ya Bwana, kinyume na kusudi la Bwana, kinyume na mapenzi ya Bwana, kinyume na kusudi la Bwana, leo unang'oka. Hutastahimili ndani ya mwili huu, na ugeuza kwa moto kuanzia utosi paka uwayo, na ugeuza kwa moto kuanzia utosi paka uwayo, na ugeuza kwa moto kuanzia utosi paka uwayo, na ugeuza kwa moto kuanzia utosi paka uwayo. Wewe wakala wa Shimoni, tesi wa ndoa yako, tesi wa maisha yako, tesi wa familia yako, tesi wa ndoa yako, tesi wa familia yako, tesi wa baraka yako, na giza umtoke, usikae ndani yake. Umtoke, usikae ndani yake. Achia hiyo baraka, achia hiyo mikono, achia hiyo mafanikio, achia huo uzima. Ninaamuru uachie. Hii ni amri, aibishaniwi. Napiga makao yenu kwenye hatua za miguu hiyo, napiga makao yenu kwenye hatua za miguu hiyo. Napiga makao hayo kwenye hatua za miguu yenu. Napiga makao hayo. Ni makao hayo walikutega njiani, nafyatua makao hayo. Ulipokanyaga huku jua, wakaingia ndani yako, nami namimina moto kwenye makao yao, chini ya miguu hiyo, na achilia moto huo, utaweza kuvumilia. Jini wa mauti, jini wa ajali, utaweza kuvumilia ndani ya huo mwili, utaweza kuvumilia ndani ya huo mwili, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Utaweza kuvumilia. Makao yako ni kuzimu chini, na kuamuru aga, ama aga ndani ya mwili, urudi ulikotoka, kwa moto wa Bwana, na kulipua jini wa uharibifu, jini mwanaume, na kuapisha ulimwengu wa roho kwa moto wa Bwana, Huyu amemuita Bwana leo juu ya baraka zake, amemuita Bwana leo juu ya huduma yake, amemuita Bwana leo juu ya uzao wake, amemuita Bwana leo juu ya afya yake, juu ya mafanikio yake, naye Bwana amemsikia toka hekaluni mwake. Nani unaing'ang'ania ndani ya huu mwili? Nani unaing'ang'ania ndani yake? Nami nakuapisha kwa jina la Yesu, ama ndani ya huu mwili, ama ndani ya baraka zake, ama ndani ya biashara yake, ama ndani ya afya yake, na kuagiza ulimwengu wa roho. Natamka kuanzia sasa, aliye dhaifu awe imara, aliye mgonjwa apokee uzima. Natamka kuanzia sasa, kama Mungu wangu aishivyo, aliyeibiwa nyota irejee kwake. Aliyeibiwa nyota hiyo irejee kwake. Aliyeibiwa nyota hiyo irejee kwake.
nyota ya fedha, nyota ya safari, nyota ya biashara, nyota ya mali, nyota ya huduma, nyota ya utajiri irejee kwako ukaishi wewe, irejee kwako ukaishi wewe, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakomboa mafanikio ya kila mmoja kwa damu ya mwanakondoo. Nakomboa mafanikio ya kila mmoja kwa damu ya mwanakondoo. Naiona roho ya kushindwa ndani ya mama mmoja. Naiona roho ya kushindwa. Naiona roho ya kushindwa. Naiona roho ya kushindwa. Naiona roho ya kushindwa. Naongea nayo sasa. Ewe roho ya kushindwa uliopandwa ndani yake. Roho ya kushindwa uliopandwa ndani yake. Wewe unemkatisha tamaa. Wewe unemkatisha tamaa. Roho ya kushindwa ng'oka. Roho ya kushindwa ng'oka. Roho ya kushindwa ng'oka. Roho ya kushindwa ng'oka. Kushindwa kibiashara, kushindwa kiuchumi, kushindwa kimafanikio, kushindwa kisafari, ng'oka kuanzia sasa. Ushindi na uzima uwe juu ya kila mmoja. Na yabariki maisha ya kila mmoja, ya sasa na ya baadaye. Na yabariki maisha ya kila mmoja, ya sasa na ya baadaye. Nakomboa baraka ya kila mmoja, ya sasa na ya baadaye. Na kila baraka aliyekusudia Bwana ya mwezi huu wote wa 6, ikiwa leo ni siku ya 3 ya mwezi huu, ninaamuru baraka hiyo iwe juu yako. Baraka yoyote ya uzima na afya, ya uponyaji, ya ushindi, ya mafanikio ambayo Bwana ameikusudia juu yako mwezi huu wa 6, na iamuru iwe juu ya kila mmoja kwa utukufu wa Mungu Baba, na wote tuseme amen.